Kila siku unalia, mambo yako hayaendi, dunia inakuchapa. Je, unatoa sadaka ndugu yangu? Au ukiziotea unagonga zote peke yako? Ukitaka kuona mafanikio, toa sadaka. Sadaka ina nguvu kubwa sana. Kwenye sadaka, Mungu hana utani kabisa. Kama huamini, chukua kilo 10 za mchele, nyama na mafuta ya kula. Sasa hivi, wape familia moja maskini hapo mtaani kwako. Halafu sikilizia. Utashangaa, kila kitu utakachogusa kitaitika. Hapo ndipo utakapoelewa kuwa Mungu hana utani katika engo hizo za sadaka. Wenzako wanatoa sana sadaka. Kwa hiyo, mpendwa, ili kuyafikia mafanikio, kuna kanuni zake. Na kanuni mojawapo ni kutoa sadaka. Wenzako wanalijua hilo, ndio maana wanakwenda kanisani, wengine kwa yatima na wajane, na wengine misikitini. Kote huko lazima watoe sadaka. Sadaka ina nguvu kubwa sana ya kukuunganisha na madhabahu ya mafanikio yako. Heri mkono utoao kuliko upokeao. Hamna mafanikio yasiyotoka kwenye madhabahu. Halafu sio sadaka tu, lazima iwe sadaka iliyonona. Sadaka iliyonona itakuletea mafanikio yaliyonona. Sadaka dhaifu itakuletea mafanikio dhaifu. Sasa wewe msikitini uendi, kanisani uendi, kwa yatima na wajane uendi, unajiita neutral. Haya, unapotoa sadaka yako inenee. Usitoe tu kama vile unalipa nauli ya daladala. Sadaka imekuwa ikitolewa tangu enzi na enzi. Mababu zetu walitoa sadaka za vitu na maombi yao yalijibiwa. Kuna sadaka za damu, yaani kafara, na sadaka za kawaida. Sadaka ya damu ina nguvu kubwa sana kuliko sadaka ya kawaida. Chukua hata ling'ombe lizima, peleka kwa wafungwa gerezani, au pelekea wanafunzi wa bweni, wapike, wale, uone muujiza. Kuna watu wako mahospitalini wameshindwa lipa bili ili watoke. Nenda kamlipie mmoja wao atoke. Hilo ni bonge la sadaka. Mpenzi mtazamaji wa Mkoi TV, usibaki mtu wa kuchangia misiba na sherehe tu. Changia wagonjwa pia. Changia wenye njaa. Valisha wasiokuwa na nguo. Changia hata walioshindwa kulipa kodi na ada. Kuna mtu kwa kumwangalia tu unaona ana shida za kutosha. Hata kula ni tatizo, japo hajakuomba. Ila ukimwangalia vizuri midomo yake inasema, acha kusubiri muujiza bila kutoa sadaka. Hii ni Mkoi TV Online. Mimi ni Hilal Kanal. Mwandishi wa makala hii ni Dennis Mpagaze. Mkoi TV. Kakangu besiponi. Hapana dada, na nijipe moyo tu, Mungu atakusaidia. Unadanganya. Kuugua sio kufa dadangu, ni kazi tu. Kaka, kitu kinachoniuma sana kakangu ile tesi. Kila siku maumivu. Kakangu silali. Napata tabu mdogo wangu mimi. Mkoi TV. Dada, hebu tufahamu jina lako, lakini pia zetu umezaliwa wapi? Karibu. Asante. Mimi naitwa Laiti, ni mzaliwa Singida. Mimi ni kama nilivyokuambia, nimetokea Singida. Nimesoma shule msingi Singida, na baada ya hapo sikufanikiwa kumaliza darasa 7. Lakini kabla sijamaliza darasa 7, wazazi wangu walifariki. Kwa hiyo baada ya kufariki, nikashindwa mimi kuendelea na masomo. Ikabidi nirudi nibaki nyumbani. Pole sana. Asante. Sawa, baada ya hapo na ilikuwaje mpaka ukaja Dar es Salaam? Kuna mama alikuwa rafiki yake mama. Kuna ndugu yake alikuwa ametoka Dar es Salaam. Alikuja kumtafuta mfanyakazi wa ndani. Ndo akaja akaniambia kama naweza nikafanya ile shughuli. Na mimi nikamwambia kwa kuwa sina mtu ambaye namtegemea, basi acha tu niende nikafanya hizo kazi za ndani. Ndo baada ya hapo ndo tukatoka pale
pale Singida. Tukaenda mpaka Dar kwa huyo dada. Ulipofika hapa Dar es Salaam, Nadia, unakumbuka mlifikia maeneo gani? Baada ya kutoka huko Singida, tukatoka mpaka Dar. Tulifikia maeneo ya Kinondoni Biafra, nyuma ya chuo Uria. Kwanza kabisa nilifika pale, ilikuwa siku ya Jumamosi. Hapa tulitoka kama Ijumaa. Nilipofika pale nyumbani, nilimkuta yule dada na mume wake na watoto wawili. Basi akanikabidhi. Kwa siku ile tulilala, ila kwa kesho yake asubuhi niliniamsha saa 12. Akanionyesha jiko, akanionyesha na mazingira ile nyumba, na mimi nikaanza kufanya kazi kama mfanyakazi wa ndani. Nimefanya kazi kuanzia siku hiyo mpaka siku hii inavyoendelea. Kwa mwanzo nilikuwa wananilipa 12,000, lakini baada ya mwezi mwingine kuisha wakaniongeza 3,000, ina maana nikawa napokea 15,000. Imeenda ile mwezi wa kwanza alinilipa vizuri, lakini mwezi wa pili, wa tatu na wa 4 sikuwahi kupata hela yangu. Pamoja na hayo, na kazi ngumu nilizokuwa nazifanya mule ndani, kuanzia saa 10 usiku wananiamsha nichote mimaji, nifue nguo zao. Hakuna kitu kibaya duniani au maishani kama mtu anakuamsha usiku, anakufurisha vitu vyake vya ndani yeye na mume wake. Alafu mateso aliyokuwa ananipa, yani sitaki hata kukumbuka. Basi imeendelea hivyo, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, hakuna nilichokipata zaidi ya mateso. Kakaangu nimeteseka sana. Nimeteseka sana. Yani paka kufikia hatua hiyo nikaanza kutoka nje kwa majirani. Nikaenda kwa dada moja alikuwa anakaa jirani na huyo dada bosi wangu ambaye anakaa naye hapo. Nikaanza kuunga urafiki na yule mdada. Tumeunga urafiki. Mwisho wa siku yule dada akanizoea na mimi nikazoeana naye. Nimekaa kwa yule dada siku nimevumilia, nimeshindwa. Nikaamua bwana nimweleze anonisibu kule ndani. Na nikamweleza nia yangu kwamba kama ikiwezekana mimi niache kazi, anitafutie kazi sehemu nyingine au la anapofanya yeye kazi. Alinikubalia kwa hilo. Basi mimi nikarudi nyumbani kule, nikaendelea kufanya mambo yangu taratibu. Mwisho wa siku nikamwambia yule dada mimi basi kazi. Kweli alinisikiliza. Mbali ya yote hakunipa hata shilingi 10 katika ile miezi yote 6 ambayo nilikuwa namfanyia kazi. Nilishukuru Mungu kwa kuwa nilikuwa mzima na afya yangu, nikajua kambi kokote. Mimi nikatoka mpaka kwa yule dada. Nilipofika kwa yule dada nikamwambia dada yangu mimi ndo nimeshafika. Kama kuna msaada wote unaweza kunisaidia, unisaidie. Basi yule dada akanipokea kwa mikono miwili, lakini swali aliloniuliza akaniuliza vipi? Utaendelea na kazi ile au utafanya kazi ninayofanya mimi? Mimi nikamwambia vizuri nikifanya kazi pamoja na wewe, lakini kwa kipindi chote hicho nilikuwa sijui anafanya kazi gani. Baada ya hapo akaniambia sikiza ndogo wangu nikwambie. Unaona mndani kwangu na ukiangalia kwa ndani kwake kuna kila kitu ambavyo msichana anatakiwa awe navyo. Na mimi kwa kuwa nilikuwa msichana na nilikuwa natamani kuwa kama yule mwenzangu, basi na mimi nilitamani. Kwa hiyo moja kwa moja mimi sikutaka kujua anafanya kazi gani wala nini. Nikakubalia kwamba nitafanya kazi pamoja na wewe. Basi siku ya kwanza nimetoka pale nyumbani kwake, tumevaa vingo vyetu vifupi, akaimba twende disco. Tumetoka sisi mpaka disco. Ilikuwa nakumbuka kipindi hicho Maisha Club. Nakumbuka ni Maisha Club pale. Tumetoka mpaka Maisha Club. Tulipofika Maisha Club pale, kuna watu walikuwa wamefahamiana nao kwa muda mrefu, nadhani ni hivyo. Lakini tulipofika pale, nakumbuka kuna kaka wa Kiarabu na mwingine alikuwa kama yani card. Nikisema card inamaanisha kwamba
mchanganyiko wa mzungu na Mswahili. Baada ya kufika pale akajitambulisha, akaniambia wewe mdogo wangu ametoka Singida. Basi wa kwanza kuniulizia ni yule Mwarabu. Basi tumekaa, baada ya kukaa hapo wakatuagizia vinywaji. Kipindi hicho mimi nilikuwa sinywi kabisa. Baada ya kutuagizia vinywaji wakati tunaendelea kunywa, yule kaka wa Kiarabu nikaanza kushangaa, mara ananishikashika, yani kama ile ananipapasa. Yule dada nilikuwa naye akaanza kuniminia macho. Nikawa sasa sielewi anachokimaanisha, kwa kuwa sikujua kazi yake. Basi tu ilibidi niendelee. Basi mwisho wa siku akaniita pembeni. Hapo niita pembeni, akaniambia mdogo wangu sasa hapa changamka. Vichwa ndo vile, inabidi tule vichwa, tule ili upendeze. Sio nataka kupendeza mdogo wangu. Nikamwambia ndio dada, nataka kupendeza. Sasa basi kama nataka kupendeza, vichwa ndo hivyo mdogo wangu. Baada dada yangu kuniambia maneno yale, kwa kweli nilishtuka kwa sababu nilikuwa sijajua kinachoendelea mbele yangu ni kitu gani. Basi tukarudi tukaketi. Baada ya kuketi pale, yule sasa ambaye ndo yule Mwarabu ambaye nilikabidhiwa mimi akaanza kuniambia kwamba mbona wewe msichana mrembo hivyo, mzuri, mweupe, unakosa nini? Una shida gani mpaka unakuja kufanya kazi kama hii? Mimi kwa dakika ile sikumuelewa, kwa kuwa nilikuwa sijajua kazi ambayo dadangu anaifanya. Basi baada ya hapo tumekaa, imefika kama mishale ya saa 6 saa 7. Yule Mwarabu alimwambia dadangu kwamba anaweza akaondoka na mimi. Dadangu akasema kwamba anaweza akaondoka naye. Basi nimetoka pale huko naondoka na yule kaka, lakini roho yangu mimi haipo kabisa. Roho yangu yote nawaza huko anaponipeleka huyo kaka ni wapi? Na naenda kufanya nini? Basi ibidi mimi nifuatane na yule kaka. Nikafuatana na yule kaka mpaka maeneo ya Kariakoo. Nachokumbuka pale ni Kariakoo, ila sijajua ni sehemu gani kwa sababu mimi pada nilikuwa mgeni. Basi tukaingia chumbani, ni kama hoteli, tukaingia paka chumbani. Tulipoingia paka chumbani, nilimuuliza kaka, huku tumekuja kufanya nini? Akasema kwa nini unajua kilichokuleta huku? Huku umekuja kunistarehesha. Basi kitu kingine alichoniuliza, akaniambia kwa nini unataka hela? Mimi nikamwambia nataka. Utaki kupendeza kama dadako? Nataka. Akasema basi mimi nitakuhudumia kwa kila kitu. Nitakupangia chumba, utaishi wewe kama wewe, na nitakufanyia kitu chochote anachohitaji mwanamke. Uko tayari? Kwa kuwa na mimi kweli niko nahitaji maisha mazuri kama dadangu. Basi kanibidi ule ushawishi, ukanishawishi, ukaniingia. Nikaweza kulala na yule kaka. Nimeamka asubuhi. Nilipoamka asubuhi, yule kaka kiukweli sikumkuta. Ila nilichokuta ni ujumbe tu mfupi. Asante mpenzi wangu. Nashukuru sana, sikutegemea kama ningekukuta huko hivyo. Na kwa kipindi hicho chote mimi nilikuwa bado binti, nilikuwa bado sijaanza hayo mambo. Kwa hiyo yule Mwarabu ndo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza. Baada ya hapo nikaamka, nikaoga. Sikujua kwenye meza alikuwa ameniacha kitu gani. Baada ya kugeuka nikakuta hela. Kiukweli kwa siku ile yani nilishangaa. Kwanza kabisa yani nilifurahi kwa sababu katika maisha yangu sijawahi kushika kitu 50,000
na nilivyoshika nikahesabu haraka. Niliondoka pale na furaha sana. Basi baada ya pale, baada ya kuchukua ule mzigo wangu, nikajikunguta nikavaa, nimekamaliza, nikashuka chini. Kipindi hicho wakati nashuka, mavazi yangu kiukweli yalikuwa sio mavazi ya kiustaarabu. Basi baada ya hapo, kuna mdada alikuwa anafanya kazi mule. Nilimwomba kanga nijistiri, akanipa upande wa kanga, nikavaa, nikashuka zangu chini huko nikiwa na furaha sana. Basi mimi huo mpaka Kinondoni. Baada ya kufika Kinondoni, kitu cha kwanza kufika pale kwa yule dada yangu, nilimnoshia zile hela usoni. Nikamwambia, dada, asante sana. Yaani sijui nilikuwa nimechelewa wapi. Nakushukuru sana, nakushukuru. Nikaanza kumwagia sifa, na yeye akaniambia, mdogo wangu, maisha ndo haya. Tule ujana, tule kila kitu. Haya ndio maisha. Lakini yani kabla au ningelijua kwa zile hela ambazo nilizipata kwa yule Mwarabu, laiti kama ningekuwa najua kinachonitokea huko mbele na hapa kwa miungo yangu, yani nisingeweza kuzifurahia zile hela kabisa. Kwa sababu mateso ambayo nayapata saizi na maumivu ambayo nayasikia saizi, laiti kama ningejua yote haya, yani wala nisingesubutu kufurahia kabisa. Lakini sikuwa na jinsi, kwa kuwa nilishaanza kupewa vile viela, na mimi nikajiona mtoto wa mjini, nikajua ulimwengu wote nao mimi, nikajua nini maana kukaa na mwanamume, nikaona dunia yote yangu. Basi maisha yaliendelea. Baada ya pale, kilichokuwa kimeendelea kakaangu, maisha yaliendelea, na mimi na dadangu kazi yetu ndio ilikuwa ndio hiyo. Tumeendelea na ile kazi kakaangu. Mwisho wa siku tukakutana na wadada wawili. Kwanza kabla hapo, nakumbuka alikuwa yani kuna kipindi sisi katika hii kazi yetu tulikuwa kulikuwa kuna misukosuko mingi. Cha kwanza kabisa ninachokikumbuka, nilishawahi kukamatwa nikakaa Central wiki 3. Na kama mnaweza kukumbuka kipindi kile ambacho mkuu wa mkoa alikuwa Makamba, sisi tulikuwa tuna amani na kazi yetu. Kia tunapoingia, kia tunapokaa, kia tutakapo, yani hivyo kwamba Makamba alikuwa alikuwa anabana kipindi hicho. Basi baada ya hiyo operation ya Makamba kamata, tukaona ina jinsi tutakufa njaa. Ndo dadangu akashauri yule rafiki yake ambaye yule dada wengine wawili wale wa Kenya. Maana baada ya sisi kuendelea na ile kazi, tukapata marafiki wengine wawili ambao wametoka Kenya na wamekuja kufanya hiyo biashara huko Tanzania. Basi katika ule rafiki wetu, yule Mkenya mmoja katika wale wawili akasema kama huko hali imekuwa mbaya hivyo, basi tunaweza kwenda nchini kwao tukaendeleza hii biashara yetu. Kwa kuwa huko ndio hiyo operation ilikuwa imebana sana, basi tukaona ina jinsi tukafunga safari kutoka hapa mpaka Kenya. Tulifika Kenya kwenye mida kama ya usiku hivi, kwenye mida ya saa 6 kitu kama saa 7. Pale Kenya mimi ni mgeni na ndo mara yangu ya kwanza kufika. Basi tulipofika ile Mombasa pale, kesho yake
asubuhi. Kwanza tulifikia kwa yule mdada ambaye ametutoa hapa kwenda Naikule. Akaanza kutupa habari kwamba kuna sehemu ambayo wao walishazoea kufanya hiyo biashara. Ni sehemu ya kama baa hivi. Kwa hiyo jioni ya siku hiyo tupumzike, then siku inayofuata tuanze kazi yetu kama kawaida. Anaeleza hivyo ni wewe mwenyeji wenu si? Ni yule mdada wa Kenya ambaye tulitoka naye kuda wana naye kule kwao. Kwa kuwa yeye alikuwa mwenyeji wetu, kwa sababu sisi tulikufika kule hakuna mwenyeji wetu, bali ni yeye ambaye ametupeleka kule, na tulienda kule kwa sababu ya ile vuguvugu la Mheshimiwa Makamba. Mara ukamatwe, uwekwe jela, mara udili na wale maskari, yani vitu kama hivyo. Basi kakaangu maisha yaliendelea. Basi siku iliyofuata ambayo jana yake tumefika kesho yake, kweli tulivalia nguo zetu kama kawaida, tukatoka paka sehemu ile sehemu, yani kuielezea siwezi kwa sababu ilivyo ipo kama club fan ambayo ipo kwenye mwa bahari. Basi na siku hiyo tulipofika, kwa bahati nzuri au mbaya, tukakutana na huyo mtu wenyewe tulishamzoea kumuita mzee wa dola 100. Basi kwa siku ile ya kwanza mimi sikubahatika kuondoka na huyo mtu, kwa kuwa ila wenzangu ndio waliobahatika kwenda. Kwa kuwa mimi ni mgeni, nilipasa niwasubiri pale mpaka watakaporudi. Na mtu alikuwa na asili gani? Ni Mswahili au Mzungu? Kiukweli kakaangu, yule mtu kwa siku ile mimi sikubahatika kumuona, lakini nimezikuta tu habari pale kwamba kuna mtu anaitwa mzee wa dola 100, na kutokana na wale watu ambao marafiki zake yule dada ambaye tumeenda naye walikuwa wanamzungumzia kwamba amekuja na mguu mzuri, lakini mimi sikupata bahati ya kuonana naye. Kwanza kabisa, yani siku ile iliniuma, yani kwa jinsi ambavyo hivyo sijawahi kuishika hiyo dola 100. Nilikuwa nazisikia tu kwa dola 100, lakini sikuwahi kushika. Lakini kwa siku ile nilitamani sana kama mimi ndo ningekuwa kati ya wale wasichana walioenda kwa huyo mtu wa dola 100. Basi lakini niliwaahidi wale wenzangu kwamba next time atakapokuja, basi mimi ndo nitakuwa mtu wa kwanza kufika pale. Basi tukaanza tukuchekeshana, kwa kuwa nilikuwa mcharuko, wengi walinipenda kwa ile tabia yangu ya kuongea mcheshi. Basi siku zilienda na majuma akakimbia. Ilipita kama miezi 2 hivi tukiendelea na biashara zetu na watu wengine, ndipo alipokuja kutokea huyo dola 100. Ilikuwa majira ya kama saa 2:30 tukipata ulaji pale vinywaji vya kila aina. Nikaona wasichana wenzangu wanakimbilia, nikasema kitu gani kile ninachokimbilia kule? Baada kuona ndo nikasikia wanamuita dola 100. Baada ya kuzubaa kwa dakika kama 3, ndipo dada yangu na yule msichana ambaye ametupeleka pale akaniambia, wewe Laiti, unamsubaa nini? Njoo huku. Ndo mimi kuondoka mpaka pale. Kufika pale kumuona yule mtu, kwanza kabisa alikuwa ni baba mtu mzima, sio mtu mzima sana, ila ni wale wakaka ambao wanajipenda, mrefu, mzungu. Na katika maisha yangu nilikuwa napenda sana kuwa na mwanamume mzungu. Basi kwa moja kwa moja kile kitendo, yani nilishtuka tu, nimetoka pale nikaenda kumkumbatia ile dola 100.
yani from nowhere mpaka mwenyewe akashangaa imekuwaje. Basi akaanza, tukakaa pale. Baada ya kukaa akatuagizia vinywaji. Baada ya kutuagizia vinywaji akaniuliza, unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Light. Oh, Light, umetokea wapi? Nikamwambia mimi nimetokea TZ. Oh, I mean Tanzania. Nikamwambia yes, I came from Tanzania. Basi baada ya hapo akaniambia unaweza kuondoka na mimi. Na mimi kwa kuwa nilikuwa naitamani ile fursa, nikasema hapa siwezi kula za damu. Basi nikatoka mimi na yule mkaka na wenzangu watatu, tukaenda mpaka kwa yule kaka. Baada ya kufika kwa yule kaka, tumeingia chumbani. Nikaanza unajua ukishaingia kwenye chumba na mtu unakuwa unafanya yale mambo ambayo unajua ushazoea kufanya sehemu zingine. Akaniambia stop, sijakuitia hicho, kuna kitu nilikuwa nataka unisaidie. Kuna mtu nataka ufanye naye hicho kitendo, but so mimi. Basi baada ya kuniambia vile kwamba huko sisi mimi sitaje kufanya kile kitendo, ibidi nishangae kwa kuwa nishazoea kwamba ukishapata mtu ukienda naye kazi niyo moja. Akaniambia mimi nimekuleta huko, kuna kazi yangu nataka unifanyie. Nikashikwa na butwa, nguvu zote zikaniisha kwa sababu nilikuwa sijajua ni kitu gani ambacho anaenda kunifanyia. Basi baada ya hapo akavuta kitu kama trunka zile vile ambao watoto wa shule wakipelekwa boarding wanakuwa wanaekewa nguo mule kwenda shuleni. Baada ya kulivuta lile dude, akaniambia kwamba mimi na huyu kobe wangu anahitaji kunyonya maziwa tu. Nitakupa hela yoyote unayotaka, iwe ni $100, iwe $100, any everything you want I give it to you. Yeye anachotaka ni hicho, kwamba yule kobe wake aweze kunyonya yale matiti kwa kuwa ndio chakula chake. Kiukweli nilishtuka sana kwa kuwa sijawahi hata siku moja kufanya vitu kama hivyo. Leo hii nikakutana kitu kama hicho. Kiukweli nguvu zilinishia, sikujua cha kufanya. Nikicheki ile jumba kubwa, hata kama nikiondoka na mimi pale nilikuwa nimeenda kutafuta hela. Hivi ni wenzangu walikuwa wamekaa sitting room wakisubiri mimi nitoke na wao waingie. Baada ya hapo, kwa nilikuwa sina jinsi kakaangu, nikamua tu bora nifanye bora liende imadi kumlezesha na mimi nipate kushika hiyo $100. Kiukweli mimi sijawahi kupata mtoto na nilishangaa sana aliponiambia zile habari kwamba yule kobe ana chakula kingine chakula zaidi ya yule kobe anyonye matiti. Lakini baada ya hapo mimi sikuwahi kupata mtoto. Niko najiuliza, haya matiti kama hayatoi maziwa, huyo kobe atakula nini? Na hapo awali nilishakuzisikia story kwamba kuna watu wananyonyesha makobe haitoki maziwa, zinatoka damu. Au leo mimi ndo siku yangu ya kufa? Basi maswali pale yalikuwa mengi sana. Jamani, sikuwa na jinsi ya kufanya. Lakini kutokana na leo ngumu tuliokuwa nao sisi, yani hapana chezea sisi, kwa sababu sisi ni watu, yani sibini niwaelezeje, sababu sisi tunaweza tukariski maisha yetu ili mali tupate kile ambacho tunachokitaka au tupate pesa. Yani ndio maana hata unaona kwamba bwana tunapenda kufanya vitu ambavyo tunajua vitaturisiki maisha yetu, au la tunaweza tukafanya kitu ambacho tunajua ni cha hatari lakini tukapata hela nyingi, au la tunaweza tukapata kitu
tukitumia hata siku 2, lakini kulipo kutumia kwa muda mchache ambao tutalibia maisha yetu. Basi baada ya pale ibi tunikubaliana na matokeo. Kwanza kabisa sikuwahi hata siku moja kumuona yule mdudu. Alafu sikuwahi kumshika hata kidogo. Iliniwia vigumu jamani. Hii biashara ni mbaya. Lakini kutokana na hali ngumu ambayo nilikuwa nayo, ilinibidi tu nifanye. Nikamchukua yule mdudu, makisitaka hata kumtaja jina lake. Nikamchukua yule mdudu, nikampakatia kama mtoto. Akaanza kunyonya. Yule mdudu alinyonya mpaka ikafikia hatua nilikuwa nasikia kama kizunguzungu. Nguvu zinapotea, nafahamu kama nataka kupotea. Ndo yule mdudu aliponiachilia na kudondoka chini po. Yalivyodondoka na mimi nikasogea pembeni. Nikalala kama dakika 5. Yule kaka alipokuja akaniinua, akanipeleka kuoga, akanivalisha nguo zangu. Nikaenda kukutana na wale wenzangu. Basi baada ya mimi kwenda kupumzika, na yule mwenzangu mwingine akaingia tena mpaka wale watatu wote walipomalizika. Baada ya hapo akatupakiza kwenye lile gari ambalo, baada ya hapo akatupa hizo dola zetu 100. Baada ya kutupa hizo dola zetu 100, ndo mimi nikajua kwamba nini maana ya dola 100. Kwa sababu tangia hapo nilikuwa bado sijajua nini maana ya dola 100. Kwa kuwa kitendo nilichofanywa kwa ndani, sikumsikia mwenzangu akisema wala kunihadisia. Kwa hiyo kwa vyote vile nikajua kwamba labda ni mimi tu niliyefanywa kile kitendo. Basi nikanyamaza kimya, sikumhadisia mwenzangu. Basi baada ya hapo tukapakizwa katika lile gari ambalo tulijia mara ya kwanza. Tukapelekwa pale ambako tulipokuwa tumetutoa mara ya kwanza. Baada ya hapo tukajikusanya kwa umoja wetu, tukarudi kule nyumbani. Lakini tulipofika kule nyumbani, na wale wenzangu hakuna aliyemhadisia mwenzie, na mimi sikutaka kumhadisia wenzangu kile kilichonikuta. Basi zikapita siku kama 2-3, maisha yakaendelea kama kawaida. Tukarudi tena kule ambako tulipokuwa tumekutana na yule dola 100. Ilipita miezi kama 2 au 3 hivi. Yule mtu akaonekana mpaka wenyewe tunajilaumu, jamani, mbona njaa kali? Dola 100 angekuepo, angetusevu, tutatusaidia nini? Yaani kitendo cha kumalizia tu ile kauli, naona watu wanakimbilia tena kama kawaida kuuliza ni nini, kuuliza tena, kutupa hivi jicho na kutana dola 100. Basi kama kawaida yangu, laiti mtoto wa Singida, nikainuka kwa madaha huko nikijiburuza kuelekea alipo dola 100. Kama kawaida yangu sikula za damu. Nikafika, nikambusu, nikamkumbatia, nikamwambia nimemisi sana. Naye akaniambia nimekumisi sana. Akasema leo nataka ukanifanyie ile service ambayo umenifanyia, lakini kuna kitu kingine tena, surprise. Kwa kuwa nilikuwa napenda surprise, nilikuwa napenda vitu vizuri, nikajua basi kwa labda hela imeongezeka. Baada ya hapo tukatoka tena vile 4, tukaenda paka kwa dola 100. Basi baada ya kutuchukua pale na kupeleka katika ile nyumba yake, tulipofika katika ile nyumba yake, cha kushangaza kwanza, mlango tuliingilia kipindi kile au kuwa ule mlango ambao tumeingilia kwa sasa. Huku nyumba ni ile ila mlango ni tofauti ambapo tupo
nilipoingia pale mwanzo. Basi baada ya kuingia, kwa kuwa nilishamzoea $100, nilipoingia pale nikaanza kujitawala kama mimi ndo mama mwenye nyumba. Maana nimeshika hiki, nimeacha, nimekaa hapa, nimeacha. Kwa kitendo kile, kwa siku ile, mimi sikuwa wa kwanza, bali yule dadangu aliyotoka naye hapa Tanzania, yeye ndo alikuwa wa kwanza. Basi ilienda kama kawaida. Wa kwanza aliingia, wa pili aliingia, wa tatu aliingia, na mimi nikawa wa 4. Lakini kadri ambavyo wale walivyoingia na kutoka, mwendo ulikuwa ni ule ule wa kuchoka, na kuna ile mwelekeo mwenzi kichomtokea kule ndani. Basi mimi nilivyoingia, kwanza kabisa nilijua kabisa kama huko ndani hakuna tunachoenda kufanya. Nilijua ni yule Kobe. But kumbe ile siku ilikuwa ni siku nyingine na kile kitu kilibadilika. Baada ya hapo akaniingiza chumba. Hicho chumba kilikuwa kina giza. Nikisema giza haimaanishi kwamba eti kazima taa mtu au nyumba pili kawasha taa itaonekana. Yaani hicho chumba nilichoingia ni giza, ambapo hata sehemu ya kushika ukuta uoni, hata mtu akiwasha taa. Yaani sijui nisemeje, kwa kweli ni vigumu kuhadithia kwa sababu ile sehemu mwenyewe mpaka dakika hii sielewi. Baada ya pale mwenyewe akaniambia kwamba nivue nguo. Mimi nikavua nguo, nikajua labda naona aibu kufanya mapenzi na mimi wakati imezima. Basi baada ya hapo nilisikia kama kitu kinapumua. Mimi nilijua ni mtu, lakini kadri ambavyo saa zinaenda na ile kitu kilivyokuwa kimekuja kunishika maungoni, nilijua kwamba sio binadamu wa kawaida. Kwa sababu binadamu wa kawaida na mnyama au mdudu unakuwa una kama attention fulani, kwamba mwili wenyewe unakuwa unakosa mawasiliano baina ya mtu na kitu. Kwa hiyo baada kujua kama kile sio kiumbe cha kawaida, kwanza mwili ulisisimka. Baada mwili kunisisimka, kile kiumbe kikaja kikanivamia kifuani. Sikujua kile kiumbe kilikuwa kinaona, kwa sababu mimi nilikuwa sioni chochote. Kikaanza kunyonya matiti yangu. Mwendo ukawa ni ule wa kunyonya mpaka mara ya mwisho nikapoteza fahamu. Nilichokuja kugundua kwamba nimepata fahamu niko chumbani kwake yule kaka, nimelala. Baada kuamka sikumuuliza na hakuniuliza, alichoniuliza tu yeye, unaendeleaje, unajisikiaje? Nikamwambia najisikia vizuri. Akamwambia mbona leo sijaelewa kilichoendelea? Akaambia usijaliwa na kushukuru sana, sikutegemea kama unaweza ukanisaidia sana kwa msaada wako huu. Ile ambayo alishazoea kutupa akazidisha, alinipa kama $300 hivi, lakini ile nilichukua kwa uchungu, kwa sababu kutangia hapo yani nilikuwa najisikia vibaya, yani najisikia tangia sikuwa najielewa kabisa. Basi kama kawaida yetu tukatoka paka pale tukaenda paka nyumbani kama kawaida yake yule kwamba alikuwa anatuchukua na kuturudisha kupitia gari lake. Basi tukaenda nyumbani. Na kabla mjafika nyumbani, kiasi cha fedha kila mtu ilikuwa ni siri yake, labda hata wenzako walipewa hiyo $300. Kiukweli kwa kangu ile ilikuwa hivyo, kwa sababu kwanza kabisa tulikuwa tuna mazoea kwa disiana kwamba mimi nimepewa shilingi ngapi au mimi nimepewa kiasi gani. Kwa sikumuuliza mtu kakaangu, kwa hiyo nilikuwa sijui alipewa shilingi ngapi au alipewa shilingi ngapi. Yani hali ilikuwa kwamba kila mtu alifoka ametoka kule ndani, hali ilikuwa ni moja, kwamba kila mtu alikuwa anaugua. Yani kakaangu sijui nikwambiaje, yani tulitoka kwanza ni wachovu, hali imebadilika, hata nguvu zile tulikopo hatuna, hatuwezi kufanya chochote, hatujiwezi kwa lolote.
Kwa hata kumuuliza mwenzio umepewa shilingi ngapi na kwa ni vigumu mno. Basi kama kawaida kwamba alituchukua na gari lake, akaturudisha na gari lake mpaka mbali ambapo ametuchukua. Sawa. Na ile nyumba labda kulikuwa na watu wengine ambao ile sehemu kiukweli haijulikani ni sehemu gani, kwa sababu gani? Ini ukiingia ni kama godown, si godown. Yani imekaa tu yani ovyo ovyo, yani kama kuna sehemu, yani kisema godown kaka, kuna sana unajua godown maana yake nini. Kwa hiyo kwa siwezi kuelezea kwamba ile nyumba ilikuwa ya aina gani. Alafu kitu kingine mimi nilichokuwa nakishangaa kwamba sisi pekee yetu wa Tanzania ndio tulikuwa kama tunafanywa kile kitendo, kwa sababu wenzetu ambao tuliofika pale ambao wanamjua yule mtu walikuwa wamkimbili na wala hawakuwa kutuambia chochote. Kwa hiyo kitu kimenipa experience kwamba walikuwa wanamjua nini maana ya huyu mtu anaitwa Dolamia, kwa sababu sisi ndio tulikuwa tunaonekana wapya, au unajua sehemu ukishafika sehemu wanasema huyu ndo mzigo mpya. Kwa wale wa zamani wanakaa pembeni, ila sisi ambao tunajijua ni wapya ndio yani kwa kweli kakaangu baada ya pale kesho yake tuliamka asubuhi. Tuliamka asubuhi, yule mwenzetu mwingine yule aliamka anasema kichwa kinamuuma sana. Kwa kuwa sio mfuatiliaji wa mambo ya watu, wale wenzangu ambao walikuwa naye pale ndio alikuwa anamuulizia swali imekuwaje, lakini mimi kwa nilikuwa nimechoka, sikuweza hata kuhusika na kitu kingine. Basi baada ya hapo yule rafiki yangu aliendelea kulalamika kichwa kinamuuma. Baada ya siku 3 bibi tumpeleke hospitali. Tulipompeleka hospitali akapewa dawa, tukarudi nyumbani. Yani kama ile kupewa dawa imekuwa ndo kama chanzo cha ugonjwa kuzidi, kwa sababu anaposema kwamba kichwa kinamuuma, anasema kwamba hadi upande wa maziwa huko panamuuma mpaka shingoni, hapo kwenye hii shingo hii iliota kitu kama tezi, sio tezi ni ileweki. Basi tulienda hospitali tena kurudi, wakasema pa operation haiwezekani kwa kuwa sehemu imekaa vibaya. Basi lakini baada ya hapo yule daktari akawa anasema kwamba mbona damu inapungua, kwa nini damu hii ina matatizo gani? Kwa sababu tumepima ukimwi hakuna, tumepima TB hakuna, tumepima saratani hakuna, magonjwa wanawake hakuna, tatizo ni nini? Basi ulina mgonjwa nyumbani, tukaendelea na vipimo. Baada ya kulina mgonjwa wetu nyumbani, kiukweli haikuchukua siku hata 3 yule mwenzetu alifariki. Iliniuma sana, niliumia kwa sababu tangia tulipotoka huko tulikuwa 4. Umoja wetu na nguvu wetu na kila kitu. Kwanza hakuna mtu ambaye alikuwa anatubabaisha tukifika sehemu. Hapo sisi kama sisi wenyewe tukiwa yani kaka sijui ni kwa yani Mungu wangu. Pole sana. Asante. Basi siku zilizidi kusonga, kakaangu maisha yakaendelea. Tumekaa tena muda sio mrefu, aliumwa tena mwingine, ugonjwa ule kakaangu, hali ile na lili zile na damu vile kuisha. Kakaangu haikuchukua muda, yule mtu naye pia akafariki. Tukabaki wawili, mimi na yule dadangu. Basi tumekaa, imepita kama miezi 3. Dadangu naye akaanza kuugua, kakaangu ugonjwa ule. Kakaangu
dadangu aliumwa mpaka nikashindwa sijui cha kumsaidia. Kule Kenya mimi simjui mtu, sina kumkimbilia. Kakangu aliumwa na dadangu akapoteza maisha. Kitu ambacho kinaniuma kakangu kwanza najuta. Kakangu, hivi unavyoniona, dalili unazoziona ni zile ambazo wenzangu walikuwa nazo. Kakangu, mimi najua mtu akufa tu. Kakangu misiponi. Hapana dada, na nijipe moyo tu, Mungu atakusaidia. Unadanganya. Kuugua sio kufa dadangu, ni kazi tu. Kaka, kitu kinachoniuma sana kakangu ile tesi. Kila siku maumivu. Kakangu silali. Napata tabu mdogo wangu mimi. Mimi siponi. Na mimi naomba tujipe moyo. Na yote najua kabisa ni ule Kobe. Lakini kitu cha mwisho ambacho sijui kitu gani, Mungu wangu. Mama uliko kuna Mungu nisamehe mamangu. Kabisa kwamba kile yule Kobe na kile kiumbe ambacho sikuwahi kukiona mpaka dakika hizi nikisimuliaje, najua kabisa ni kile ambacho kinaniangamiza hii leo. Mungu saidia. Ndugu zangu mnaonisikia jamani, nateseka. Mtanzania mwenzenu nateseka jamani. Hapana dada, usifikirie huko masuala ya kufa, kwa sababu ungekuwa mtu labda wa hivyo. Na una muda gani kutoka umeanza kuugua? Kwa hiyo najipe moyo dada yangu, sawa? Kaka. Dalili unazoziona kwangu ndo zile ambazo alikuwa nazo wale wenzangu waliotangulia mbele zake. Sawa, na labda naomba kusema kitu kimoja. Pole dada. Jovita, Mariam, Sara, na mimi nakuja kwenu, nisubirie ni rafiki zangu. Hapana dada, usiseme hivyo. Umesikia dada? Pole sana dada. Pole, usilie. Laiti mimi leo hata mkiniona sio laiti yule 2002 wa kwenye jiji la Makamba. Kaka naumia. Kaka miwakufa tu, Nimewakufa tu jamani. Kakangu sasa kupumua tena. Kaka sasa kupumua. Haya, pole dada. Okay, pole.
na mambo ya dunia. Masikini na tajiri kitu kimoja. Masikini na tajiri kitu kimoja. Yote hayo ufalme uko kwa Mungu. Yote hayo ufalme uko kwa Mungu. Nikoi TV.